Sekta ya afya ni kwamba kliniki MSD imeanzisha kazi zake kwenye wilaya ya Kalundu huko Kilibula. Katika hali hiyo basi ni pamoja na kiongozi wa shirika hilo la MSD mbele ya viongozi na wakaji wa mahali hapo. Mbunge wa taifa wa zamani Like Mulimbalimba ametaja kuwa kufunguliwa kwa kazi za kliniki hiyo inaambatana hasa pia na kuanzishwa kwa kampeni ya matibabu ya upasuaji katika maeneo hayo, kama tu vile hayo yanayofanyika pale Kiaya Kasenga tangu mwezi wa Januari mwaka wa 2025. Kiongozi huyu wa MSD amejulisha kuwa shughuli hiyo ni katika hali tu ya kuweza kusaidia raia wa Uvira wenye kuteswa na visa, na hasa visa mbalimbali vinavyotokana na vita na usalama mdogo. Like Mulimbalimba anayezungumzia kwenye mikrofoni ya Gausi Shabilepa. Nimekuja hapa Uvira kulanse ouverture ya klinike ya hapa Kilibula. Hapa Kilibula tumefungua klinike ingine, kama vile watu wanajua tuko na klinike Kiaya. Na profite hii occasion kushukuru wakaji wa Uvira ambao wanaendelea kuja kutibiwa kliniki yetu ya Kiaya ambayo iko nyuma ya Université Notre Dame, lakini pia tuliona tusaidie watu wa Kalundu, Kivovo ambao tuko napata wengi, na tukaona vile tulikuwa na kliniki hapa ingine hapa Kilibula chini ya moske kwa Veni Mombasa, ni vizuri tuongeze vifaa, na tumeongeza vifaa. Tumeongeza ekografe ama wanazoita ekografi, tumeongeza vipimo, tumeongeza medecin. Nikaona tukuje kuilanse ili wandugu wala ambao wanapenda kuja kutibiwa Kiaya wanakaribishwa. Ni vizuri sana. Sisemi kama msikuje Kiaya, mnakaribishwa Kiaya, lakini yule ambaye anaona kwamba angelikuja hapa kwa kuwa ni karibu, pia anakaribishwa hapa. Hayakuwa vibaya pia. Mimi nimekuja kwa mission purement humanitaire. Watu wanaweza ona kama nimekuja kufanya siasa, lakini hii sio wakati wa siasa. Nimekuja kusaidia wakaka zangu, wa dada zangu, wa baba zangu, wa mama zangu ambao wameteswa na vita. Ni kwamba aidha kuhusu huduma zitakazotolewa katika kliniki hiyo, mganga mkuu wa vituo vya afya vya shirika la MSD Daktari Victoire Makiro ametoa hapa mafasirio zaidi. Ile tunafanya Kiaya ni ile yenye tutafanya hapa Kilibula. Paske ni bale banganga bamoya, tuliongeza mwingine munganga mmoja anatoka Bukavu mwenyeko très bien formé, mwenye atakuwa hapa hivi Kilibula en particulier. Mais kule vile Kiaya ile yote tunafanya, tuna recevoir services zote, services za pédiatrie, za médecine interne, za gynéco, mais aussi ma services za chirurgie. Particularité tout parce que on a opéré ma cas presque zote, ma cas za ma hernie, ma cas ma perforation, ma butumbutumbu litoboka, ma cas zote chirurgie viscérale yote ya mutumbu tunagusa, na ile mifupa tunagusa kidogo kidogo. Ile tunafanya Kiaya, ile tafanya Kilibula. Ni shie mbanganga shie bale. Kama kuko kaa huku yenye nalomba nikuje nitumike, nitatumika. Kama iko kule Kiaya nitatumika, nafasi yote nitatumika. Tumesema ni kwamba watu wameuawa pa Uvira na Fizi kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana. Mashirika kiraia kwenye maeneo hayo wamelaani vitendo hivyo. Mengi zaidi na mwenzetu Mazambi Mpingi wa Kulitete. Naam, mwanamke mmoja wa umri wa miaka 65 hivi aliuawa kwa kupigwa risasi jioni ya siku ya posho Juni 21 kijijini Ruhuha, eneo ya wilaya ya Runingu, sultani wa Bafuliru, tarafani Uvira. Tukio hilo lilitokea karibu majira ya saa 3 za usiku, wakati muasirika na Bijangala Dorotia alifyatuliwa risasi akiwa anaelekea chooni kwenye makao yake. Habari hii imethibitishwa na uratibu wa shirika la raia la mahali. Kulingana naye Kala Laga Tabishwa Muguzi Christophe, akiwa ni mwanaharakati wa shirika la raia la eneo hilo, wale waliotekeleza shambulio la mauaji hawakujulikana.
Hayo yakiarifiwa, tukio ya mauaji yamekuwa kama kawaida eneo ya Baraka Fizi, ambapo wanaoendesha vitendo hivi hawajulikani. Kisa cha hivi karibuni ni kuhusu mwanamke aliyeuawa usiku wa siku ya Mungu Juni 22 kijijini Sebele, ni katika wilaya ya Babungwe no, sekta ya Nganja, tarafani Fizi. Kulingana na duru za mahali, hayo yalitokea masaa machache baada ya saa 3 za usiku, ambapo muhanga ajulikanaye kwa jina la Mapendo Tuliza alifyatuliwa risasi na watu wasiojulikana nyumbani kwake. Taarifa hii ilithibitishwa naye Bwana Enyambwe Asam Mkumu, mwanamemba wa shirika la raia eneo ya Sebele. Alisisitiza kwamba walioendesha mauaji hayo hawakuchukua kitu chochote kutoka kwa muhanga isipokuwa tu kumalizia maisha. Hii inamaanisha kuwa lengo pekee ilikuwa ni kumuua mwanamke huyu. Duru yetu inalaani vitendo hivyo viovu na ambavyo ni vya aibu, huku wakitoa wito kwa huduma za usalama kuimarisha mfumo mzima wa mikakati ya kulindia raia na mali yao usalama eneo hilo lote linalokumbwa na ukosefu wa usalama mdogo. Utakumbuka kwamba baada ya kufanya kitendo hiki, wahalifu hawa wamejielekeza nafasi isiyojulikana hadi sasa. Wametangazwa rasmi Jumapili Juni 22 wanakamati wa Amka Tujenge waliochaguliwa kuchukua hasa nyazifa mbalimbali za kamati hiyo ya kusaidiana na mwenyekiti Elia Mayagira na Biakopita Joseph, kikao ambacho kilifanyika ndani ya ukumbi wa mikutano ya shirika la kutetea haki za binadamu la Mijash. Ni katika kikao hicho waalikwa wamesomewa vile sheria au katiba ya kundi hilo na zikafanyiwa vile ukaguzi. Elia Mayagira, mwenyekiti wa Amka Tujenge, alimezungumza na Thomson Unji Batangalo. Mkutano huu ulihusu kutia au kupiblie kamati kwanza ambayo itaongoza Amka Tujenge kwa muhula huu ambao tumeanza, na baadaye kusomea wanakamati wote na wanamemba wote wasomea zile reglement d'ordre intérieur zetu, sheria ambazo tutatumika nazo. Tunashukuru sana, kikao kiliendeka vizuri, tulikuwa mkalme, hakuna tatizo na watu wote walifurahia vitu yote ambao tumevifanya. Ni kwamba wazee waliotembelea Amka Tujenge katika kikao hicho walifurahia sera na sheria za kundi hilo. Moja kwa moja walijiunga katika kundi hilo na wamoja wao wamejieleza. Katika hiyo basi tunaendelea na taarifa ya habari toka Radio Le Message du Peuple. Makubaliano ya amani yaliyoanzishwa pale Washington na wataalamu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wale wa Rwanda ni hatua muhimu ya pili katika njia ya kusaka amani. Hayo yametangazwa naye msemaji wa serikali ya Kongo Bwana Patrick Muyaya baada ya kusainiwa kwa buku hilo. Mengi Gayuse Shabilepa anatueleza. Wataalamu wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda wamesaini kwa makubaliano mjini Washington barua za makubaliano ya amani kati ya nchi hizo mbili zinazokuwa na mizozo ya makundi ya silaha, hasa tangu kuibuka upya kwa uasi wa AFC M23. Msemaji wa serikali Patrick Muyaya amerudi kwenye ukweli wa mchakato huu wa usaidizi unaoongozwa na utawala wa Trump. Katika mazungumzo na waandishi wa habari mjini Roma, Italia, Muyaya alisisitiza kuwa hatua hii ni hatua mpya ya muhimu ambayo kuelekea kurejesha amani mashariki mwa Kongo. Ametaja, mimi na Monukulu tuko katika mchakato ambao ni mgumu sana. Tumekuwa katika mchakato huu kwa miaka miwili na kila wakati kunapokuwa na hatua tunathamini. Kile kilichotokea Washington ni hatua ya pili ya kuelekea njia ya amani kwa sababu tunataka kufika huko. Kulikuwa na tangazo la kanuni tarehe 15 Aprili na kile kilichotokea hivi karibuni kilikuwa hatua ya pili, na hatua ya tatu ambayo ni muhimu zaidi itakuwa ya mawaziri wa mambo ya nje tarehe 17 Juni ijayo. Alieleza hivyo msemaji wa serikali. Kuhusu yanayokuwa ndani ya makubaliano haya kati ya RDC na Rwanda,
chini ya upatanishi wa Marekani, Patrick Muyaya alihakikisha kuwa makubaliano haya yanatokana na msingi mkuu wa tangazo la kanuni lililosainiwa na nchi hizo mbili mwezi Aprili uliopita. Msemaji wa serikali pia alisisitiza tabia ya nyongeza kati ya mchakato wote unaoendelea wa kutafuta amani. Baada ya kusaini kwa wataalamu wa nchi hizo mbili, mawaziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda watasaini makubaliano hayo tarehe 17 Juni ijayo huko Washington. Naye Rais Felix Antoine Tshisekedi anahudhuria tangu siku ya Jumatatu Juni 23 huko mjini Luanda nchini Angola kwenye mkutano wa kilele wa 17 ambao unajumuisha viongozi kutoka Afrika na wale wa nchi ya Amerika. Imesema hivyo taarifa kutoka ikulu ya rais. Mkutano huo wa kilele unafanyika katika mji mkuu wa Angola tangu tarehe 22 hadi 25 Februari tangu 22-25, na katika hali hiyo basi tukitaja tu kwamba hii ilikuwa ni katika malengo ya kuweza kuunganisha Afrika na nchi hiyo ya huko Amerika katika hali ya kutafuta miradi mbalimbali ya kimaendeleo katika ukanda huu.